Yes, niko poa. Mungu mwema. Ni mechi ya maamuzi. Mechi ya kihistoria. Ni mechi ambayo ilikuwa inahitaji waandamizi wote wa klabu ya Yanga. Lakini vile vile ni mechi ambayo ilikuwa inanihitaji zaidi mimi kuja kushuhudia tukifuzu kwenda robo finali ya CAF Champions League. Imeshindikana, tunasema alhamdulillah kwa tulichokipata. Wachezaji wote wametupa kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Wachezaji wote wamesababisha, wamechangia sisi kupata alama 3 ambazo hazijatupeleka kwenye hatua inayofuata. Lakini ndugu zangu, kuna mambo tunaweza tukayagusa kidogo. Wachezaji wa Yanga, viongozi wa Yanga na Yanga nzima kwa ujumla wanahitajika sana kujitafakari kwa mambo ambayo yanaendelea kwenye klabu yetu. Jambo la kwanza, msimu ambao sisi tunakwenda robo finali ya CAF Champions League tulikusanya alama 8. Msimu uliofuata ambao tulitolewa hatua ya makundi tulikusanya alama 8. Msimu huu ambao tumetolewa tena hatua ya makundi tumekusanya alama 8. Kuna kitu kama vile hakiko sawa. Kwa hiyo kuna namna wachezaji na viongozi na baadhi ya watu ambao wanahusiana na Yanga zaidi waende wakalitafakari hizi. Tumetolewa msimu huu, tutakwenda msimu ujao. Lakini vile vile wachezaji wa Yanga, technical staff pamoja na viongozi wana kila sababu kujua kwamba mashindano ya CAF Champions League hayachezi away. Mashindano ya CAF Champions League huwezi ukacheza kwa kumtegea mwenzako akupe hatua inayofuata. Ni lazima wewe kama timu, wewe kama kamati, wewe kama mwandamizi kwenye haya mashindano, ni lazima uweke mkakati sahihi wa kuhakikisha ukiwa nyumbani unapata alama 3. Mfano, sisi tumeshindwa kwenda hatua robo finali si kwa sababu ya National na Farabati. Sisi tumeshindwa kwenda robo finali kwa sababu ya kwetu wenyewe. Tulicheza mechi hapa, mechi muhimu kabisa. Mechi ambayo kama viongozi wa Yanga, kama wachezaji wa Yanga, lakini pia kamati ya ufundi wa Yanga wangekaa vizuri wakasema hii mechi tunahitaji kwa 100%. Sisi leo tungekuwa na shangwe na nderemo. Mechi ambayo tulicheza hapa zidi ya National. Mechi tulitangulia goli 1 lakini National wakarudi wakafanya comeback. Kwa hiyo kuna namna viongozi wanapaswa kujua kwenye mashindano haya ni lazima kila timu ishinde nyumbani kwake. Baada hapo ndio mpige hesabu mwenzako nani atatusaidia sisi kupata alama zaidi. Inawezekana walikuwa wanalifahamu lakini wameshindwa kulitambua. Ndio maana tukaendelea kusema na tutaendelea kusema na tutatia msisitizo sana. Yanapokuja mashindano ya CAF Champions League, hii ni mara ya pili mfululizo tunatolewa kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Msimu uliopita tulishindwa kupata goli 1 ambayo angetupa alama 3 zidi ya msimu Alija. Lakini pia msimu huu tumecheza na National kwenye uwanja wa hapa Amani. Tumeshindwa kupata alama 3 ambazo leo hii kama wana Yanga wote dunia nzima tungelikuwa tunahesabu sisi tuko robo finali. Kwa hiyo hatuwezi tukalaumu sana, lakini ni lazima tuwakumbushe majukumu viongozi. Ni lazima tuwakumbushe majukumu wachezaji. Lazima tuwakumbushe majukumu technical staff kwamba mashindano ya CAF Champions League ili uende robo finali ni lazima ushinde nyumbani kwako mechi zote 3. Kwa kumtegemea mtu aende amewapa. Huwezi ukenda robo finali kwa kumtegemea mwenzako ashinde, asuluhu ama afungwe. Hakuna mambo kama hayo. Lakini Dosa si ndio kimekutoa Dar es Salaam kuja huku ulikuwa na matumaini kwamba leo mtavuka. Of course, kwa sababu historia ya National ni klabu ambayo ukifuatilia zaidi mtu aliyobahatika kupata sare kwenye uwanja wake ni Simba Sports Club. Ni ajabu sana kumuona Farabati amekwenda kuchukua alama 1 pale. Hatuwezi tukalizungumza hilo, lakini sisi tunagusa. Tunapokuwa nyumbani ni lazima viongozi wawekeze nguvu zaidi kuhakikisha tunaondoka kwenye hiki kiunzi ambacho miaka 3 mfululizo wanatufelisha sisi kwenda robo finali. Lakini licha kwamba mmeshindwa kwenda kwenye hatua ambayo inafuata kwa alama ambazo mmezikusanya na kundi namna ambavyo lilivyokuwa, unaweza ukazungumziaje na unaweza ukacompare sasa mpaka sasa hivi kwamba kundi lenu na Simba lipi ambalo kundi lilikuwa gumu kwa upande? Well, tumekusanya alama nyingi, alama 8, lakini swali langu ambalo linanipa ukakasi. Msimu ambao sisi tulikwenda robo finali tulikusanya alama 8. Msimu uliofuata ambao tulitolewa makundi tulikusanya alama 8. Msimu huu tena tunatolewa makundi tumekusanya alama 8. Yes. Wachezaji wanaweza wakatujibu, viongozi wanaweza wakatujibu. Wakati wachezaji walikuwa wengine. Sawa, viongozi Wengine? No, viongozi wale. Tunacheza na Sierra Bolizdad tulichukua alama 8. Rais akiwa ni huyu. Na baadhi ya wachezaji wapo mpaka hivi sasa. Ndio maana nikasema wakae wakatafakari kwamba kwa nini tunashindwa kupata alama 9 kwenye makundi ambayo sisi tunapata bahati ya kufanyaje ya kushiriki. Hatuwezi tukalaumu kwa 100%, lakini na wao wakikaa wakijua wanapaswa kuipambania alama 1 ambayo kwenye alama 1 ukiplasi na 8 zinakuwa 9. Ipo
hesabu inaonyesha sisi tangu tumecheza mashindano hatuje kufikisha alama 9. Binafsi kwangu si jambo zuri. Kama club tuna miaka zaidi ya 80, nao ni lazima kuhakikisha alama 9 kwenye CAF Champions League, ikiwa ni kitu cha kawaida sana kuliko alama nyingine. Sasa mechi gani ambayo pengine imewakwamisha nyinyi? Zidi ya National. Hapa nyumbani. Yes. Lakini National unamjua na historia yake unaijua. National licha ya ubora wake, lakini National ni ngumu sana kupata matokeo zidi ya Yanga. Kwa hiyo kama wachezaji wangelitambua hilo, technical staff wangepewa historia hii, mimi naamini National wangetuachia alama 3 hapa. Lakini vile vile tumecheza zidi ya FAR Rabat, tumepoteza nafasi nyingi sana. Hiki ni kileo changu kwa wachezaji kwa muda mrefu sana. Wachezaji ni lazima wajitafakari. Tunapocheza mechi za CAF Champions League huwezi ukapata nafasi 5. Tunapocheza CAF Champions League hususan kwenye mechi za maamuzi kama hizi hatuwezi tukapata alama nyingi zaidi. All on all tumemaliza msimu alama 8, next season tutakuwa bora zaidi ya hiki ambacho tumekipata. Tumemsikia msemaji wenu akizungumza kwamba mchezo wenu wa dabi ambao ndio mnaofikiria zaidi ukiachana na michezo ambayo katikati mnakwenda kukutana nazo timu tofauti tofauti hapa, kama mtacheza hapa kwenye dimba hili la New Amani. Unaweza ukalizungumziaje hilo? Lakini uwanja huu wa New Amani umekuwa kama mna historia nao nzuri kuachana na uwanja wa Cup. Yes, historia nzuri ya kushinda kwenye uwanja wa Amani, lakini hatuna historia kucheza na Simba kwenye dimba la Amani. Sijui huko. Binafsi sije kushuhudia mchezo kama huo, lakini kuna wakati lazima tuulize viongozi. Kutoka Dar es Salaam mpaka kuja Zanzibar ni gharama kubwa mno. Ni uwanja mzuri, ni uwanja ambayo kila klabu kwenye bara la Afrika inatamani kucheza kwenye uwanja, lakini vipi kuhusiana na maslahi ya mashabiki wako? Vipi kuhusiana na maslahi ya wanachama wako? Tunafahamu wanaweza wakacheza bila mashabiki, lakini binafsi naamini mashabiki ni bora kuliko hiko ambacho wanakifikiria zaidi. Yes, tunahitaji mashabiki wengi. Tumezoea kumfunga Simba, tunataka kumfunga Simba tukiwa na wanachama full hapa, lakini sasa sometimes gharama zinatubana. Leo hii ukiuliza gharama chache zaidi za kufika Zanzibar kulala. Sasa hivi inshallah washasema dabi tarehe 1 mwezi wa 3, na maana uanze kuwekeza. Inshallah nitadundukiza 100 mpaka kufika tarehe 1 mwezi wa 3 nitakuwa Zanzibar. Lakini wachezaji nao pia wanapaswa kuelewa mchezo wa Simba ni mchezo muhimu sana. Ni mchezo ambayo any case ikitokea Simba anashinda tutamrejesha kwenye form. Any case ikitokea kwamba Simba amepata angalau suluhu kwenye mchezo huo, Simba tutamwaminisha kwamba ana timu nzuri, ana kikosi kizuri, amesajili vizuri. Kwa hiyo viongozi na wachezaji na technical staff tunapaswa kutumia mchezo wa tarehe 1 mwezi wa 8 kwa uwezo wake Mungu kwenda kufanya assessment kwa kikosi kizima ambacho wachezaji wameongezwa zidi ya Simba. Sisi tuna mamlaka ya kumfunga Simba. Sisi tuna kibali cha kumfunga Simba, lakini sisi tarehe 1 tutakwenda kutoa tathmini kwamba Gueye ni mchezaji, goalkeeper ni goalkeeper, Chama ni yule Chama na yule mwingine ni yule mwingine baada ya kukutana. Kwa hiyo wachezaji, mchezo huo siuchukulie poa, tusije tukamfanya maiti akapiga chafya kwenye jela yetu ya Guantanamo. Kwa hiyo ni lazima wachezaji wajipange, viongozi wajipange kuelekea mechi dhidi ya Simba Sports Club. Na Simba sio wanyonge. Depu umemwona? Yes, ni mchezaji mzuri. Mna mtu? Yes. Yes, ni mchezaji ambaye tunatamani aje aonyeshe ubora wake dhidi ya Simba. Hapo ndo mtaamini zaidi. Mimi ni mchezaji ambaye natamani sana mechi ya Simba aweke chuma, kwa sababu nimesikia baadhi ya mashabiki wa Simba watani zangu wanamuomba sana Depu awepo hiyo siku, lakini pia wanamuomba Alan Okello awepo hiyo siku. Sisi tunaombea Mungu wachezaji wetu. Inshallah tutakwenda kufanya surprise siku ya tarehe 1 mwezi wa 8. Anakuambia uvae jezi nani leo? Sio jezi tu, ni jezi ya thamani. Kwa mara ya kwanza. Wewe. Kwani bwana, kwani uongo? Sio jezi tu, ngoja basi. Sio jezi tu, bali ni jezi ya thamani. Linapokuja matukio makubwa kama haya, ni lazima mkereketu wa Dosa afanye. Umetumwa. Bwana, asanteni sana. Mungu awajalie mrudi salama. Mungu atujalie turudi salama. Na inshallah tarehe 1 mwezi wa 8 tutakuwa tena hapa Zanzibar. Asante sana.